السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Asal Aziz anasema kwamba amri alizotoa Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu kwa ajili yetu kukumbuka amri hizi na kuendelea kukumbuka amri hizi na kuwakumbusha wengine pia kuhusu amri hizi, wale ambao wamepewa jukumu la kuwakumbusha wengine. Hii ni kazi na jukumu la jumuiya ya waaminio. Niliposema kwamba kuendelea kuwakumbusha wengine, wale ambao walipewa jukumu la kuwakumbusha wengine, miongoni mwa hawa wapo wote, au ni wabashiri au ni wenye madaraka katika jumuiya ambao wamepewa jukumu hili. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, katika nidhamu ya jumuiya kuna nidhamu ya makao makuu, vile vile kuna nidhamu ya idara mbalimbali za jumuiya. Kisha katika nidhamu ya jumuiya na katika nidhamu ya idara mbalimbali za jumuiya, viongozi wameteuliwa na kila kiongozi anategemewa kwamba yeye akuwa msaidizi wa uhalifa, atimize majukumu ambayo ni jukumu la uhalifa. Ikiwa mabashiri na viongozi wote wa jumuiya wakielewa jambo hili, mapinduzi makubwa yanaweza kupatikana ndani ya jumuiya. Kuwakumbusha wengine kuhusu amri za Mwenyezi Mungu, au kuwa na hisi hii kwamba Mwenyezi Mungu amenifanyia kuwa mtu wa kutoa maisha, na kwa kufanya hivyo, ikiwa amenipatia nafasi ya kutoa huduma, kwanza kabisa nijichunguze kwamba namna gani na kiasi gani kwa kutimiza amri za Mwenyezi Mungu na jaribu kuwa mfano kwa ajili ya wengine, ambaye anatakiwa awe mfano kwa ajili ya wengine, ili niweze kuwakumbusha wengine pia kuhusu majukumu haya. Ikiwa mimi nawakumbusha wengine lakini kitendo changu ni kinyume na yale ninayosema, katika hali hii basi natakiwa niwe na hofu na nifanye istighfar
kwa kawaida tunatakiwa tufanye istighfar, lakini kuhusiana na hali hii tunatakiwa tufanye istighfar sana. Halifa mtukufu anasema kwamba hapa ieleweke vizuri kwa ajili ya kila mmoja wetu kwamba kiongozi yeyote asione kwamba kutoa nasaha si kazi yake. Hii ni kazi ya amiri au mwenyekiti wa jumuiya au katibu, au ni kazi ya mbashiri, au ni kazi ya makatibu wengine wawili, au ni kazi ya sadr nasarullah au makatibu wake, au ni kazi ya sadr khudamul ahmadiyya au makatibu wake, au ni kazi ya sadr lajna na kazi ya idara ya tarbiyat ya sadr lajna. Si hivyo, bali kila katibu awe hata kama ni katibu wa ziafat au katika viongozi wa idara kuna katibu wa khidmat khalq au kuna katibu wa mchezo, awe mtu yeyote ni jukumu lake kwamba yeye awe mfano kwa ajili ya wengine. Ikiwa yeye anatoa huduma, basi anatakiwa awe mfano kwa ajili ya wengine. Hali hii itakapopatikana, nimeshawahi kusema mara chungu mzima kwamba 50% ya jumuiya itaanza kufuata amri za Mwenyezi Mungu, hata kama hii iwe upande wa mahudhurio ndani ya msikiti au iwe kuhusu kutekeleza haki za watu wengine na mambo mengine. Katika kila hatua na katika kila uwanja anayetoa huduma kwanza achunguze kwamba kiasi gani mimi natimiza na tekeleza majukumu haya. Kwa kuzingatia hii, arekebishe hali yake kwanza, kisha amfahamishe wengine. vile vile ni jukumu la kila mwanajumuiya ambaye anadai kwamba kwa ajili ya kuleta mabadiliko mazuri ndani yangu nimefanya bayati ya sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Yeye pia azingatie amri za Mwenyezi Mungu na aendelee kukumbuka mara kwa mara amri hizi. Ikiwa tunaanza kufanya hivi, bila shaka mapinduzi makubwa tunaweza kuleta, na hivi tutarekebisha hali yetu. Pamoja na hii, tunaweza kuifahamisha dunia kuhusu hulka njema. Basi kuhusu hii tunatakiwa tuzingatie sana, na kwa kutafuta amri za Mwenyezi Mungu tunatakiwa tufuate amri hizi. Katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilizungumza kuhusu mambo kadhaa na kuhusu sifa za mwaminio kadhaa. Leo tena nitaeleza sifa kadhaa za waaminio. Mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa njia nzuri ya kurekebisha hali ya mtu. Mwezi huu ikiwa unatukumbusha kuhusu ibada yetu, vile vile mwezi huu unatukumbusha kuhusu kasoro yetu na vile vile kuhusu kurekebisha hali yake. Basi katika mwezi huu, kwa kugundua kasoro yetu, makosa yetu, kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tufanye juhudi ya kurekebisha hali yetu. Ikiwa sisi hatufanye juhudi kisawasawa kwa ajili ya hii, katika hali hii tunafuturu na tunakula daku tu bila kuwa na faida, na hatupati athari yake hata kidogo ambayo inaweza kuboresha hali yetu ya kiroho na hali ya imani yetu. Bali hali yetu itakuwa sawa na wale watu ambao inasemwa kwamba wanapoulizwa kuhusu kufunga saumu, wanapoulizwa kuhusu tarawih na swala, wanatoa udhuru mbalimbali. Wanapoulizwa kwamba wasali swala kwa jamaa, wanakuwa na udhuru, na wanapoulizwa kuhusu futari wanasema ndiyo, lazima tutafanya futari. Sisi hatukuwa mkafiri kwamba hatusifanye futari. Hatutakiwi tuwe waaminio wa aina hii. Kisha hali ya watu hawa
iliyoelezwa ni wale watu wanaofanya dini kuwa mzaha na dhihaka, na hii si jambo la kutania tu, bali ni hali ya waislamu inayopatikana siku hizi. Mwenyezi Mungu awarehemu waislamu. Lakini wale waliopokea sayyidina alayhi salatu wassalam, hali yao ya imani inatakiwa iwe juu sana, bila kuwa na udhuru sawa. Hawatakiwi waache kufunga saumu, vile vile wanatakiwa waswali swala kwa unyenyekevu sana, na vile vile katika Ramadhan inatakiwa Qur'an tukufu isomwe sana. Jibril alayhi salatu wassalam katika mwezi wa Ramadhan alikuwa akimsomesha Qur'ani tukufu. Basi katika mwezi huu kila mmoja wetu anatakiwa azingatie usomaji wa Qur'ani tukufu, kisha kwa kutafuta amri za Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu tunatakiwa tufuate katika maisha yetu. Kuna swala ya tarawih pia. Bila shaka tarawih si fardh. Tarawih ilianzishwa wakati wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kwa ajili ya wale watu ambao hawawezi kusali swala, wao waweze kusali swala ya nafali, na vile vile kwa kumpitia msomaji Qur'an tukufu wasikie Qur'an tukufu na waweze kusali swala ya nafali. Lakini wale wanaweza kuamka sala ya tahajjud wanatakiwa waswali sala ya tahajjud siku hizi, kwa sababu muda ni mfupi. Kwa hiyo wanatakiwa waswali swala ya tahajjud hata kama wanaswali raka kadhaa. Na yule ambaye anayefunga saumu anaamka mapema, na yeye badala ya kupoteza muda wake hapa na pale anatakiwa aswali nafali kabla ya kufunga saumu. Tarawih si sharti ya saumu, na ingawa tahajjud pia si sharti ya saumu, lakini ingawa tunatakiwa tusali nafali. Waaminio wameambiwa katika siku za kawaida pia kwamba waswali swala ya tahajjud. Hazur anasema nimeeleza maelezo haya kwa sababu ya hii kwamba mtu fulani aliniambia kwamba labda ni lazima kwa ajili ya mtu anayefunga saumu kwamba aswali tarawih raka 8 au lazima asali sala ya tahajjud. Hazur anasema kwamba nieleze waziwazi kwamba tarawih na sala ya tahajjud si sharti ya kwa ajili ya kufunga saumu. Ndiyo, ni ibada, tunatakiwa tu swali nafali wakati wote tunapopata nafasi. Kitu kilichotakiwa kifanywe ni kusoma Qur'ani tukufu, kwa sababu hii ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi kila mmoja anatakiwa asome Qur'ani tukufu zaidi na zaidi. Kama nilivyosema kwamba swala na ibada ni farz kwa ajili ya muaminio. Ndiyo, katika Ramadhan, katika ibada hizi na katika swala hizi tunatakiwa tuboreshe zaidi ya ibada yetu na sala zetu. Vile vile tunatakiwa tuendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. Basi katika mazingira haya ya Ramadhan tunatakiwa tufanye juhudi kwamba ikiwa tulikuwa wavivu katika kusali swala na katika ibada, kwa kuondoa uvivu huu tuzingatie upande huu kwa nia hii kwamba tutaendelea kusali swala na kufanya ibada katika maisha yetu, si katika Ramadhan tu kwamba tusali swala, bali tunatakiwa tufuate amri hii au tutaendelea kufuata amri hii katika maisha yetu yote. Na amri hii si kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan tu, bali hii ni amri kwa ajili ya muumini kwamba aendelee kusali swala. Kila mmoja wetu anatakiwa aelewe jambo hili vizuri kwamba swala na ibada ni miongoni mwa amri za msingi za Mwenyezi Mungu. Kama wengi wetu siku hizi wameanza kufanya ibada kwa sababu ya hii kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa baraka na vile vile ni mwezi wa kupokelewa maombi. Ndiyo maana sisi pia
tupate fadhila za Mwenyezi Mungu na tubarikiwe na tupate faida kutoka katika mwezi wa Ramadhan. Kuhusu hii tunatakiwa tukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu anajua hali ya mioyo yetu na anajua hali ya nia zetu, na yeye anaona vitendo vyetu sawa na nia zetu. Katika hali hii tunatakiwa tuboreshe misikiti yetu kwa nia hii kwamba tumche Mwenyezi Mungu na ibada za mwezi huu ziwe sehemu ya maisha yetu, yani tuendelee kufuata katika maisha yetu yote. Ikiwa tumezoea kusali sala ya tahajjud au tumezoea kusali nafali mchana, basi tabia hii inatakiwa iwe mwenendo wa maisha yetu, yani tuendelee kufanya maisha yetu yote. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu, ya ayuha nnas u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum ya ayuha nnas u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, yani enyi watu maabuduni Mola wenu ambaye amewaumba nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhusu hii amesema, enyi watu mwabudu Mwenyezi Mungu aliyewaumbeni. Amesema anastahili abudiwe yule ambaye aliyewaumba, yeye ni hai, kwa hiyo mujenge uhusiano wenu naye. Basi imani ni hii kwamba mtu ajenge uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu na asitangulize kitu chochote juu ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa kuna swali la fikira ya elimu na itikadi, kila mmoja wetu anajua kwamba ni Mungu ambaye aliyetuumba, ni Mungu ambaye yupo hai, yeye anapokea maombi yetu, tunatakiwa tujenge uhusiano wetu naye. Lakini pamoja na hayo yote, wengi wetu hawajengi uhusiano na Mwenyezi Mungu kama walipaswa kujenga uhusiano naye, uhusiano ambao unakuwa juu ya uhusiano wa aina wote. Katika Ramadhan, kwa sababu ya mazingira fulani, tunaanza kuelekea upande huu, lakini baada ya Ramadhan wengi wetu polepole wanaanza kurudi nyuma, hata wanasimama kabisa. Basi kwa vitendo vyetu tunatakiwa tuthibitishe kwamba min ghairi ya Mwenyezi Mungu hakuna kitu chochote kinachoweza kutusaidia. Kwa ajili ya kuelewa kitu hiki tunatakiwa tuwe na uchamungu wa moyo wetu. Ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu katika aya hii amesema hii kwamba muabudu Mwenyezi Mungu ili nyinyi mche Mwenyezi Mungu na uchamungu uwe katika moyo yenu. Ibada si hii kwamba tumtambue Mwenyezi Mungu, bali kwa kupata uchamungu tunatakiwa tupate hali yetu ya kiroho ya juu na tujue kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu. Wakati tutakapojua kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu, ndipo katika hali hii kila kitu kinakuwa kama si thamani yoyote, kama ni kitu chenye si thamani yoyote. Rab ni sifa ya Mwenyezi Mungu ambayo inaumba na inalea
na inampatia maendeleo. Basi hapa Mwenyezi Mungu aliposema kwamba mwabudu Rabb, yani Mungu wenu, kwa hakika amesema kwamba maendeleo yenu ya siku zijazo zinaweza kupatikana kwa kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu, kwa kuwa karibu naye. Nyinyi mnapomwabudu Mwenyezi Mungu katika hali hii mtapata faida ya dunia, pamoja na hii mtapata faida ya kiroho pia, yani mtapata maendeleo ya kiroho. Basi katika hii tumepewa nasaha kwamba ikiwa sisi hatupati maendeleo katika hali yetu ya kiroho, katika hali hii tujue kwamba hatutimizi haki ya ibada zetu. Matokeo yake ni kwamba sisi hatupati baraka ya kulelewa na sifa hii ya chini ya sifa hii ya Mwenyezi Mungu, wakati sisi kwa kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu tutakapopata baraka kutoka katika sifa hii, katika hali hii tutapata maendeleo katika uchamungu. Na wakati tutakapopata maendeleo katika uchamungu, katika hali hii ibada zetu hazitakwama katika mwezi wa Ramadhan tu, bali mwaka mzima na katika maisha mzima tutaendelea kufanya ibada hizi. Basi kwa fikira hii tunatakiwa tuzingatie ibada zetu. Sayyidina alayhi salatu wassalam ameandika sehemu moja kuhusiana na hii kwamba kitu chenye asili ni kwamba lengo la kuumba mwanadamu ni ibada ya Mwenyezi Mungu. Amesema kama amesema Mwenyezi Mungu sehemu nyingine, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani ibada kwa hakika ni ile ambayo mwanadamu kwa kuacha ugumu wa kila aina na kuondoa upotevu kila aina asafishe ardhi ya moyo wake kiasi hiki kwamba kama mkulima anasafisha shamba lake. Kisha amesema kwamba basi kuna haja kiasi gani kwamba muelewe kitu hiki kwamba kwa sababu ya kuumba kwenu lengo la Mwenyezi Mungu ni kwamba nyinyi muabudu Mwenyezi Mungu na muwe kwa ajili yake, dunia isiwe lengo lenu. Amesema naeleza jambo hili mara kwa mara kwa sababu ya hii kwamba sawa na maoni yangu hii ni lengo la kuumbwa kwa mwanadamu, na kwa bahati mbaya hili ni lengo kwalo mwanadamu yuko mbali. Sazuri anasema kuhusu hii natakiwa tuzingatie sana. Mimi ninapopata mashitaka kuhusu viongozi wa jumuiya kwamba wao ni wavivu katika swala, hawaje misikitini, au wapo wengine ambao hawaswali swala nyumbani kwao na wake zao wanaleta mashitaka na malalamiko kuhusu hawa viongozi, mimi naudhika sana. Hazuru nasema kwamba zinatakiwa tuchunguze hali yetu. Bila hii hatuwezi kupata uchamungu. Ikiwa hakuna uchamungu katika hali hii, hawezi kutimiza haki za Mwenyezi Mungu, wala hawezi kutimiza haki ya viumbe vyake, wala yeye hawezi kuwa mtu mwenye manufaa kwa ajili ya jumuiya, wala baraka haiwezi kupatikana katika kazi yake. Basi kila wakati sisi kwa kuchunguza hali yetu tunatakiwa tusali swala na tufanye ibada ili tuendelee kupata baraka za Mwenyezi Mungu na vile vile tupate maendeleo ya kiroho. Kisha kuna amri moja ya Mwenyezi Mungu amesema, ya ayyuhallazina amanu la tahunu allaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun, yani enyi mliamini msimfanyie hiana Mwenyezi Mungu na mtume hali ya kwamba mnazihini amana zenu mara kwa mara, jambo ambalo mnalijua. Basi jambo hili ni nyenye kuzingatia sana na vile vile ni amri muhimu sana. Hayana haiwezi kuwa katika kazi kubwa kubwa tu, bali katika mambo madogo madogo.
mpaka katika kazi kubwa na mambo makubwa hiana inafanyika. Sayyidina alayhi salatu wassalam ambaye alikuja kwa ajili ya kutayarisha jumuiya yenye utakaso, Sayyidina alayhi salatu wassalam alisihi jumuiya yake na alichukua ahadi kutoka kwetu katika masharti ya bayet kwamba tusifanye hiana. Uovu ni uovu, uwe mdogo mkubwa, lakini maovu mengine ni ya aina hii ambayo yanazaa maovu mengine, na hiana ni mojawapo. Mwenyezi Mungu asema kwamba tabia hii ya hiana inamfanya mtu kwamba afanye hiana katika ibada zake na katika kazi yake. Mwenyezi Mungu anasema kwamba haini hawezi kutekeleza wajibu wa Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala hawezi kutekeleza wajibu na haki za watumishi wake. Haini aseme hata mara chungu mzima kwamba yeye anaswali swala na anafanya ibada, lakini kama niliwahi kusema kwamba ibada lengo lake ni kuleta uchamungu na kupata uchamungu, na uchamungu ni huu kwamba kwa hofu ya Mwenyezi Mungu atimize haki ya Mwenyezi Mungu na haki ya watumishi wake na watu wake. Hiana ni kitu ambacho kinachompeleka mwanadamu mbali na uchamungu. Hii haiwezi kutokea kwamba mtu awe haini kisha yeye afuate uchamungu pia na vile vile atimize haki za wengine pia. Katika hali hii matokeo yake ni kwamba ibada ya mtu wa aina hii Mwenyezi Mungu hapokei, kwa kuwa mwenye ibada ni kitu kikubwa sana, lakini haini hawezi kuwa mwaminio. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema safari moja kwamba katika moyo wa mtu imani na kafiri haiwezi kujumuika, na uongo na kweli haiwezi kujumuika, wala amana na hiana haiwezi kuwa pamoja katika moyo wa mwaminio. Basi alama ya imani ni ukweli na kutimiza amana. ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema safari fulani kwamba mwaminio anaweza kuwa na maovu mengine, lakini hawezi kuwa na uongo na haini ya hiana. Yani tabia hizi mbili haziwezi kuwa ndani ya mwaminio. Ikiwa anasema uongo na yeye anafanya hiana, yeye hawezi kuwa mwaminio. Madha hii ya kutimiza amana na kujiepusha na hiana ni pana sana, na mwaminio anategemewa kwamba yeye aelewe upana wake na umuhimu wake, na kwa ajili ya kuelewa umuhimu wake kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaeleza waziwazi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kuhusu mambo matatu Muislamu hawezi kufanya hiana. Ya kwanza, yeye anafanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa nia safi. Ya pili, yeye anakuwa mwenye heri kwa ajili ya waaminio. Na tatu, anakuwa pamoja na jumuiya. Katika hii ni haki ya Mwenyezi Mungu imeelezwa, haki za wanadamu pia imeelezwa, vile vile haki ya jumuiya pia imeelezwa katika kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu haki ya Mwenyezi Mungu pamoja na ibada ni majukumu mwingine yote wanaopewa wale wanaotoa huduma ya dini. Ikiwa kila mmoja anachunguza kwamba je anatimiza amana hizi, kila mwenye kuitumikia dini akichunguza kwamba je anatimiza haki hii, yeye mwenyewe atajua kwamba kiasi gani anatimiza haki ya amana hii aliyopewa. Kisha alisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii pia kwamba ikiwa nyinyi hamtimizi haki ya ndugu zenu, hii pia ni hiana. Ikiwa wengine wanaudhika kwa sababu ya ulimi wenu na kwa sababu ya mikono yenu, nyinyi hamtimizi
haki ya kuwa Muislamu, na kwa sababu ya kutokutimiza haki hii mnafanya hiana. Bali katika riwaya moja Mtume SAW alisema kwamba ni lazima kwa ajili ya mwaminio kwamba kwa ulimi wake na mikono yake waislamu wengine na watu wengine wasalimike. Basi kutimiza kila haki ni jukumu la Muislamu, na kutokutumiza haki ile inamfanya kuwa haini. Kisha kwa ajili ya mwanajumuiya analazimika kufuata nidhamu ya jumuiya, vile vile analazimika kutimiza ahadi ya bayati yake. Kila mwanajumuiya katika mikutano yake, katika ijtimaa yake, inasema ahadi yake kwamba yeye ataendelea kujiunga na jumuiya, kuwa pamoja na nidhamu ya jumuiya. Hii pia ni amana, na kutimiza haki hii, amana hii pia ni muhimu, na analazimika kutimiza amana hii kwa uwezo wake wote. Na kutii uhalifa pia ni muhimu, na hii pia inasema katika ahadi. Katika kutimiza haki ya imani inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba msichana na kijana wanapooana, katika hali hii wao wanakuwa na haki, kila mmoja anakuwa na haki, na kutimiza haki hizi pia ni amana. Mume aliyopewa amana, miongoni wa amana hii ni kutoa mahari ya mwanamke, analazimika kumpatia mahari. Napokea mambo chungu mzima wakati ihtilafu inapatikana kwamba kijana hataki kutoa mahari. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mpaka hapa kwamba mtu ambaye alipanga mahari kwa ajili ya kumua mwanamke na anakuwa na nia hii kwamba yeye hatatoa mahari ile, basi yeye mzinifu. Na yule ambaye alichukua mkopo kwa mtu kwamba yeye hatarudisha mkopo, basi yeye ni mwizi. Basi angalieni, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitutegemea kwamba tupeleke haki ya amana mpaka wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Muislamu ambaye aliomba ushauri kutoka kwa ndugu yake, na ndugu yake alitoa ushauri bila kufuata mwongozo, basi yeye amefanya hayana. Yani yeye hakutoa ushauri mzuri, yeye amefanya hayana. Watu wengine wanakuwa wa aina hii ambao wanapotegemewa na wengine na wanaombewa ushauri, wao hawatoi ushauri mzuri. Haki ya amana ni hii kwamba ikiwa wao hawana elimu ya jambo fulani, basi waombe radhi, na ikiwa wanamjua mtu mwingine ambaye ni mshauri mzuri, basi wao wamwelekeze kwenye yule mshauri mzuri. Nimeona mawakili kadhaa ambao wanawashauri watu ambao wanafanya asylum kinyume na haki, na ilhali wanapokea fees yao yote. Wao ni miongoni wa wale wanafanya hiana. Vile vile kuna mambo mengine pia. Basi watu hawa wanatakiwa wazingatie jambo hili kwamba ikiwa mtu kwa kutegemea anakuja kwenu, mnalazimika kumwelekeza vizuri na kumshauri vizuri, pengine sawa na uamuzi wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wao wanafanya hiana. Basi kuna haja sana ya kuwa mwangalifu kuhusu hii. Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu hii kwamba namna gani tunatakiwa tutumize haki za amana na alitutaka tuwe wa aina gani, alisema kwamba yule ambaye kwa kuwa na nia mbaya na kwa rushwa na kwa dhulma ya aina yoyote hatubu, basi yeye hayumo katika jamaa yangu. Kila moja ambaye mume anafanya hiana na mke wake au mke anafanya hiana na mume wake, yeye hayumo katika jamaa yangu.
kisha amesema kwamba kwa kuwa na imani hii kwamba mungu ni mmoja, kwamba viumbe vyake visinyimwe haki. Yule ambaye ananyima haki ya nduguye na anafanya hiana, yeye hana imani juu ya la ilaha illallah. Kisha amesema sinam al-islam kwamba mwenyezi mungu katika qurani tukufu amesema kwamba ucha mungu ni mawazi, na libasu taqwa ni neno la qurani tukufu. Imeashiriwa upande huu kwamba uzuri wa kiroho unapatikana kwa sababu ya uchamungu, na uchamungu ni huu kwamba mwanadamu yani atimize amana zote za mwenyezi mungu na ahadi za imani, vile vile atimize amana za viumbe, yani yeye kwa kutafuta njia zake nyambamba afuate njia zile. Basi mtu kwa kutafuta njia nyambamba za amana na kisha kufuata njia hizi zinatufanya kwamba tunatimiza ahadi ya amana yetu, na kwa ajili hii tunatakiwa tufanye juhudi. Haki zote tulizozipewa ni amana, na majukumu yote tuliyopewa sisi ni amana, na kutimiza amana hizi tumelazimishwa na tunalazimika kutimiza amana hii ikiwa tunataka kuwa warithi wa baraka za mwenyezi mungu. Kwa kila mmoja wetu anatakiwa azingatie vizuri jambo hili. Kisha kuna amri nyingine ya mwenyezi mungu ambayo nataka kueleza leo, ambayo inaboresha uzuri wa jamii. Mwenyezi mungu anasema ndani ya qurani tukufu, allazina yunfikuna fi sarrai wazarrai walkazimina alghaiza walafina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yani ambao hutoa katika hali ya faraja na dhiki na wazuiao ghadhabu na kuwasamehe watu, na mwenyezi mungu hupenda wafanyao ihsani. Kama nimeshawahi kueleza hapo awali kwamba kutimiza haki ni jukumu la kila mwaminio. Katika aya hii mwenyezi mungu amesema jinsi gani tunatakiwa tutimize haki. Hata zaidi ya hii mwenyezi mungu ametusihi kwamba uzuri wa jamii unaweza kupatikana kwa sababu ya kujitolea. Si hii tu kwamba tutimize haki, bali kwa ajili ya kutimiza haki tunatakiwa tujitolee sana. Katika jamii ambapo kila mwanadamu anatimiza haki ya mwenzake, bali anatimiza haki kwa kujitolea sana, basi jamii ile kwa kweli inapata ile kiwango ambacho tunaweza kusema kwamba jamii ile ni jamii sawa na pepo, na hali yake inapatikana ndani ya masahaba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kwao mwenyezi mungu alisema wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, yani wao kwa kuwa na maskini walikuwa wanawatanguliza wengine juu ya nafsi zao. Basi wakati mtu anapokuwa na fikra ya aina hii na vitendo vya aina hii, katika hali mtu anakuwa na nia ya kujitolea, na yeye anazuia tamaa za nafsi yake, na anataka heri kwa ajili ya wengine, na anafanya ihsani pia katika hali hii. Na mfano wake mwema unapatikana katika mfano mwema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati tunapoona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimsamehe mwawaji wa binti yake, vile vile kuna mifano chungu mzima inayopatikana katika maisha yake. Kisha kuhusu kuzuia ghadhabu na kuonyesha hulka njema, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasihi masahaba zake namna gani. Kuna riwaya moja maarufu sana kwamba mtu mmoja wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwepo pale, akaanza kumuita Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwa majina mabaya. Hazrat Abubakar akakaa kimya, hakumjibu.
mtume sala salam alikuwa amekaa pale na aliendelea kufanya tabasamu. wakati huyo mtu alipozidi katika kutumia maneno makali dhidi ya Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alimjibu kwa maneno makali. mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule hakupenda na akaondoka. baadaye Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba yule mtu wakati alipokuwa pale alikuwa ananiita kwa majina mabaya na alikuwa anatumia maneno makali sana, lakini ulikaa kimya. wakati mimi nilipomjibu wewe ukaondoka na hukukaa pale. kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba wakati yule mtu alipokuwa anakutukana wewe ulikaa kimya. wakati ule malaika moja wa Mwenyezi Mungu alikuwa anamjibu, lakini wakati wewe ulipoanza kumjibu malaika aliondoka na shetani alijikuja pale. na ni dhahiri kwamba baada ya hali ile mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawezi kukoa pale. basi mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapatia malezi maswahaba hivi kwamba alibadilisha hasira yao katika msamaha, bali aliwafundisha jinsi gani wanaweza kufanya ihsani. kuhusu hali ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yeye hakumdhulumu mtu yeyote, hata kama yeye alidhulumiwa sana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba watumishi wa Mwenyezi Mungu wanatukanwa sana na walisumbuliwa sana, waliteswa sana, lakini wao walipewa amri hii kwamba arizanil jahilin. mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe aliteswa sana na alisumbuliwa sana na makafiri, alitukanwa na makafiri, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano mwema wa hulka. aliwajibu namna gani? aliwaombea, na kwa sababu Mwenyezi Mungu aliahidi kwamba uipukane na hawa majahili, katika hali hii tutalinda heshima yako na hawa watu wa mtaa hawawezi kukushambulia heshima yake. na hivyo ndivyo iliyotokea kwamba wapinzani wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakuweza kumfedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam. wao wenyewe walifedheheka na waliangukia miguu yake na waliangamia mbele ya macho yake. mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Sayyidina Al-Islam alikuwa na mfano wa aina gani? natoa mfano wake moja. wakati ilipokuwa kesi ya Dr. Martin Kalak mahakamani, Mwalimu Muhammad Hussain Batalwi alienda kutoa ushahidi dhidi ya Sayyidina alayhi wasallam. wakati ule wakili wa Sayyidina alayhi wasallam aitwaye Maulvi Fazldin Saheb, ambaye alikuwa si mwanajumuiya lakini alikuwa mtu mwema, yeye kwa sababu ya kudhoofisha ushahidi wa Mwalimu Muhammad Hussain Batalwi katika mahakama akataka kuuliza maswali kadhaa yaliyokuwa dhidi ya nafsi yake. kwa kusikia hii Sayyidina alayhi salam alimzuia wakili wake kwamba mimi sikuruhusu kwamba uulize maswali ya aina hii yanayofedhehesha Mwalimu Muhammad Hussein. na kwa kusema hii Sayyidina alayhi salam akaweka mkono wake juu ya mdomo wa Mwalimu Fazldin Saheb kwamba yeye asiulize maswali ya aina hii. hii ndiyo ni hulka njema kwamba kwa kujitia katika hatari alilinda heshima ya mdui wake. Mwalimu Fazldin Saheb alikuwa akieleza mara kwa mara tukio hili kwamba Mirza Saheb alikuwa na hulka ya aina hii kwamba mtu mmoja anamfedhehesha heshima yake na anamshambulia, na yeye anapoulizwa maswali ili ushahidi wake dhoofishwe, lakini Sayyidina Al-Islam anazuia kwamba mimi sikuruhusu kwamba uulize maswali ya aina hii. hii ndiyo ni hali ambayo inapunguza mjadala na vile vile ni mfano mzuri wa msamaha ambao ulionyesha mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zama hii. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba wal qazimin al ghaiza wal afina anin nas,
wallahu yuhibbul muhsinin, yani mwaminio yule ambaye anazuia hasira yake na wanasamee watu wanaotukana na hawatukani dhidi ya matukano. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kusihi jumuiya yake alisema kwamba lengo la kutayarisha jumuiya hii ni hili kwamba ulimi, masikio na macho, katika viungo hivi uchamungu uonekane, na uchamungu uonekane ndani yake na nje yake, na jumuiya hii iwe mfano mwema wa hulka njema na wasiwe na hasira. Amesema Sayyidina alayhi salam kwamba nimeshuhudia kwamba wengi wa jumuiya hii ni aina hii kwamba wao wana hasira bado, kwa sababu ya mambo madogo madogo wanakuwa na bugudha na hasira na wanaanza kupigana. Watu aina hii hawahusiki na jumuiya hata kidogo. Mimi siwezi kuelewa kwamba kuna shida gani, kuna mushkil gani kwamba ikiwa mtu anatukana mtu mwingine akae kimya na asimjibu, na jumuiya inarekebika kwa sababu ya hulka. Inatakiwa jumuiya ipate maendeleo katika hulka, na maendeleo ni haya kwamba ikiwa mtu anatukanwa basi afanye maombi kwa ajili yule alitukana kwamba Mwenyezi Mungu arekebishe na yeye asiwe na bughudha moyoni mwake. Kama ni kanuni ya dunia, vile vile ni kanuni ya Mwenyezi Mungu. Wakati dunia haiachi kanuni yake, Mwenyezi Mungu hawezi kuacha kanuni yake, sheria yake. Basi maadamu mabadiliko hayapatikani, nyinyi hamwezi kupokelewa na Mwenyezi Mungu. Mungu hapendi kwamba msamaha, upole na subira ambayo ni sifa njema, badala yake tabia ya unyama ipatikane. Ikiwa mnafanya subra, basi mtampata Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu katika Ramadhani hii, wakati Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuboresha ibada zetu na tuendelee na ibada zetu, vile vile pamoja na hii atusaidie, atujalie tuweze kuwa na hulka njema zingine pia katika maisha yetu. Na kama nilivyosema kwamba viongozi wote wa jumuiya wanaotumikia jumuiya, wao wanatakiwa wawe na mfano mwema katika nyumbani kwao na nje pia. Leo tena nawakumbusheni kuhusu maombi. Katika hutuba iliyopita nilikumbusha kuhusu dua, tena nakumbusha kuhusu maombi, kwamba kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya na kwa ajili ya kusalimika katika njama ya maadui, mfanye maombi sana, mfanye dua sana kwa ajili ya ushindi wa Islam. Wakati mnafanya dua, mfanye dua hii pia. Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote tuweze kufanya hivi, amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.